Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka mwendesha ratiba aliniweka mwisho bimaana nizungumze machache. Na ndiyo plani yake. Lakini mwenyewe anajua kwamba huwa sina maneno mengi. Wanazuoni wetu sina zaidi ya kusema karibuni sana. Na wale viongozi wenzangu ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya na ngazi ya misikiti, tukaze buti. Mipango mingi iliyoko huko duniani kupitia mashirika mbalimbali na taasisi mbalimbali, ukichunguza zaidi ni mipango iliyolenga uchumi. Tukizungumza suala la uchumi, kwa maana binadamu ifike wakati aweze kumiliki anachoweza kukimiliki. Leo hii tunapozungumza jumuiya ya wanazuoni Tanzania, maana yake ni kuielekeza jamii kuipata pepo. Na pepo huwezi kuipata bila kuijua. Kwa hiyo tuna imani kubwa kwamba kupitia wanazuoni wetu ambao leo hii wapo hapa Karagwe, imani zetu zitakuwa na elimu zetu zitakuwa na tutaweza kutambua nini tunakifanya. Na nikili kwamba mimi ni miongoni mwa wateja wenu katika mitandao. Mara nyingi nimekuwa nikifuatilia durusi zenu katika hizi simu zetu, simu janja. Zina mambo mengi ndani yake, lakini ukilenga vizuri unaelimika. Kwa hiyo mimi mara nyingi nimekuwa nikifuatilia durusi zenu na vitabu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikirushwa katika ile mitandao. Na katika hili niseme asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabarikieni sana. Lakini pia na ndo namaliza hivyo, jumuiya hii ama taasisi hii, mimi huwa nafurahi sana inapokuwa na malengo ya kutuweka pamoja. Kwa sababu maendeleo yote, hata maendeleo ya kiimani, huwezi ukapiga hatua yoyote kama ile jamii hujaiweka pamoja. Na ndiyo maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, aliyakuta yale makundi ya Ausi na Khazraj hawawezi kukaa busati moja, hawawezi kukaa eneo moja. Alifanya kazi ya kuwaunganisha. Kwa hiyo hii imeendelea kutuunganisha, na kupitia huo mpango tuna imani kwamba tunaenda mbele. Sisi kama Karagwe, Dr. Hamduni, tumekuwa na kauli yetu mbiu. Na ndiyo maana matukio mengi, shughuli zetu nyingi, utatukuta tuko pamoja. Mjomba Murshidi tupo naye, Mshenkenda tupo naye, Mwalimu Nuru tupo naye, maeneo mengi. Ni kwa sababu ya hii kauli mbiu yetu. Hii kauli mbiu si maneno yetu, tunaendelea kusoma kutoka kwa wanachuoni huko duniani. Wamesema, wa nahnu la nutali'u al-ibada fawqa shahadataini i'tiqada wa man ata bijumlataini qumna wa bilhuquqi qumna illa idha ma naqadhu almaqala
واعتقدوا في دينهم محالة قمنا نبين ثواب لهم ونعتقد ذات حقهم. Hii ndiyo kauli yetu ya Karagwe. Sasa tafsiri yake nadhani nkenda kwa baadaye utafanya tafsiri yake, lakini hii ndio kauli yetu mbiu. Maana yake ni kutuweka pamoja, la nutalu al-ibada. Na mimi mara nyingi huwa sifurahi sana kwa shekhe yoyote, mwalimu yoyote, dai yoyote ambaye anaweza akaandaa darasa kushambulia kundi fulani. Ni mambo ambayo yamepitwa na wakati, kwa sababu hata kama utashambulia yale mashambulizi, ile kundi huwezi kulimaliza wala haliishi. Na kuna watu ambao wanafanya mambo yamo ndani ya damu, huwezi kuyamaliza. Mathalan, nimeuliza mtu mmoja anasema kule Indonesia miongoni mwa sifa za binti kuolewa au anajua kuimba. Ni namna gani atamuimbia mume wake? Sasa wewe ukasimama kwamba darasa lako ni kuzuia nyimbo, haufiki mahala. Kwa hiyo tuende na mipango hii mizuri ya kutuweka pamoja, na inshallah tutafika. Baada ya hayo machache, wanazuoni mimi nawapenda sana, na Mwenyezi Mungu awabarikieni sana kwa kazi zenu. Shinkenda na kuomba radhi sana, sitokuwa wa kukaa sana. Nina mambo mawili kama ulivyozungumza. Tuna suala la uchaguzi, na leo tulikuwa na kikao. Mimi ni mjumbe katika kamati ya mashehe mkoa, na leo ilikuwa kuna kikao, sikujaliwa kwenda kwa ajili ya hili niwepo. Lakini baada ya hapo nitaenda kushughulika na mambo ya wilaya mengine. Lakini Shenkenda niseme tuko pamoja. Wana haia, nikimaliza hilo la huko inshallah nitarudi kwa maana ya kustafidi zaidi na durusi zenu. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Karibuni sana, mujegere muno Karagwe.